Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara tena nikusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikukaribisha kwenye kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato ambayo ndio moyo wa kanisa. Kwenye somo hili la 6 tutajifunza kuwa mashujaa wa maombi. Kwa hivyo unapokuwa shujaa wa maombi, hiyo itakusaidia kukomaa katika uhusiano wako pamoja na Mungu. Watu ambao wanakomaa katika uhusiano wao na Mungu ni wale watu ambao wamekuwa watu wa maombi tangu zamani. Na miongoni mwa watu ambao tunaweza kujifunza katika Biblia, basi tujifunze leo kuhusu Danieli ambaye ni mwaminifu. Daniel ambaye ni mwaminifu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakusihi kusoma kwenye kitabu cha Daniel sura yake ya 2 mstari wa 12 hadi 23, na tutajifunza kwa nini Daniel aliomba na tunaweza kujifunza nini kutokana na sala hii. Sio tu pale hivi, tutasoma kwenye Daniel sura ya 6 11 na tuangalie aya hizi zinatuambia nini kuhusu Daniel. Basi karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Daniel ni mojawapo wa watu ambao wanajulikana katika Biblia hasa sana kama mtu ambaye alichukuliwa mateka kutoka huko Yerusalemu na kuletwa huko Babeli. Alikuwa ni kijana ambaye alikuwa tu katika teenage adolescence, miaka 17 hivi, mbali na wazazi wake. Anaenda mahali ambapo hajawahi kufika, lakini uhusiano wake na Mungu unaonekana kupitia tabia yake ya maombi. Kwanza Biblia kwenye sura ya kwanza ni hapo ambapo anaonyesha uaminifu wake wa kwanza wakati mfalme Nebukadneza na wasihi kula chakula. Akasema hapana, sisi hatutakula chakula kama na hiki. Kwa hiyo anasema hata utulazimisha namna gani, hatutaki kujichafua, hatutaki kuchafua miili yetu kwa sababu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, hatutojichafua. Inaonyesha uaminifu wake kwa Mungu, kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya chakula ambacho mfalme alikuwa anatumia kilikuwa kikitolewa kwanza kwa sanamu, na baadhi ya nyama hizo zilikuwa ni nyama zisizo safi. Kwa hivyo Daniel akaona kwamba hata kama niko mbali na wazazi wangu, natakiwa kuwa mwaminifu kwa Mungu. Uhusiano wake pamoja na Mungu ukamsukuma kuwa mwaminifu. Mpendwa kijana, mahali pote ulipo, sijui unaishije, unaishi wapi mbali na wazazi, kitu cha muhimu ni kuwa mwaminifu kwa Mungu. Haijalishi vipindi unavyopitia, haijalishi unakaa wapi ama uko wapi na wazazi. Kitu kingine ni kwamba wakati fulani baada ya kushinda hiyo jaribu, Mungu akafanya wale akina Daniel na ndugu zake wapewe kazi, na aliwatolea hekima na akili. Na Daniel anajulikana kuwa mtu mwenye hekima kwenye Daniel 1:12 kwa sababu roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Ukisoma kwenye Daniel 4:13. Kwa hivyo hizo ni mojawapo wa sifa ambazo zinatajwa kwa ajili ya Daniel. Daniel alikuwa ni mcha Mungu, Daniel alikuwa ni mwaminifu, Daniel alikuwa ni mwenye hekima, Daniel alikuwa ni mpendwa wa Mungu kulingana na Daniel 9:23. Sasa mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nini kilitokea kwenye Daniel sura ya 2:12 hadi 13? Mfalme siku moja akapata ndoto, na baada ya kupata ndoto, mfalme akatafuta mtu amkumbushe kile alichokiota. Hakuna mtu anaweza kujua kile nilichokiota kwa sababu ni mimi mwenyewe ndiye nakiota. Alikuwa amesahau, na kwa sababu alikuwa ameshindwa, akatafuta walozi, wachawi, wakaguzi, wote wakashindwa kabisa. Na ikatakiwa pia Daniel, kwa sababu ana hekima, au miongoni mwa watu ambao watauawa. Daniel alichosema ni nini? Akasema hapana, sisi mtupatie muda wa kufanya nini? Wa maombi. Daniel akaingia katika maombi, yeye pamoja na Meshach, Shadrach na Abednego, wote wakamuomba Mungu, na walipoomba Mungu akajifunua kwa Daniel, akamuonesha kile ambacho mfalme amekiota. Hii ni kwa sababu ya maombi. Mahali ambapo nguvu za giza zinashindwa, mahali ambapo silaha imeshindwa, maombi inafaulu. Unatakiwa kuwa shujaa wa maombi katika maisha yako. Unakabiliana na changamoto na vitu fulani, uwe mtu wa maombi. Daniel alikuwa mtu wa kuomba wakati wa furaha na wakati wa mateso. Kwenye Daniel sura yake ya 6 anatumika na watu ambao hawampendi, hawamtaki, na wamekataza kuomba, lakini anaendelea kuomba. Kwenye Daniel sura ya 6:10-11 inatosha kwamba alipokabili matatizo, Daniel aliomba. Hata ingawa tishio lilikuwa dhidi ya maisha yake, alikuwa thabiti na mwenye uvumilivu katika maombi mara 3 kila siku kama ilivyokuwa desturi yake, na alitabirika kwenye dirisha lake lililo wazi mara 3 kwa siku alipokuwa akiomba kuelekea Yerusalemu. Sala yake ilikuwa ni tendo la kimwili. Alipiga magoti na alilenga shukrani na dua. Bwana Yesu asifiwe. Maadui wako wanazunguka, wanasema tukimsikia mtu anaomba, huyo tunamuua. Hata kama alijua kwamba wamemtishia, akaendelea kumuomba. Watu wanapokutishia, unapopitia changamoto, unamkimbilia nani? Uwe kama Daniel. Niwe kama Daniel, napopitia changamoto nikimbilie Mungu kupitia maombi. Tunajua nini kilitokea walipomtupa hata kwenye pango la simba. Kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya uhusiano wake pamoja na Mungu, simba hazikumdhuru, hazikumfanya kitu kibaya chochote. Mungu aliendelea kumlinda, aliendelea kumsaidia. Hivyo wewe pia katika vipindi vyote unayopitia unatakiwa kuwa mwaminifu kama Daniel na mtu wa maombi. Nini kinaweza kusukuma tena kutoomba? Ijapokuwa umeona nguvu ya maombi. Maombi ilifanya Daniel apate ndoto ambayo mfalme ameisahau. Maombi ilimfanya Daniel awe na hekima. Maombi ilimuepusha hata katika tundu la simba. Nadhani ya kwamba ni jambo la busara kuwa mtu wa maombi. Je, ni kusudi lako kuwa mtu wa maombi? Ikiwa ni kusudi lako, andika hapa, ndio nataka kuwa mtu wa maombi kama Daniel, na nitakuombea.
Asante Yesu, kwani unataka tujifunze uaminifu na kuwa watu wa maombi, washujaa wa maombi kama Daniel. Tusaidie pamoja na mtazamaji na msikilizaji, wakati wa furaha, wakati wa mateso, tukutumainie katika maombi ili tukomae katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki na kusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine kwenye group 5. Tuma somo hili litabariki watu.